Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nimesema, maafa haya yamegusa katika tarafa 4 ndani ya wilaya hii ya Kilosa, kwa maana ya tarafa ya Magole ambako kule tulipata upepo mkali siku ya tarehe 28 ambao uliandamana na mvua kubwa, na inakadiriwa kwamba ndani ya mvua ile kulikuwa na viashiria vya mvua ya mawe. Jumla ya kaya 408 ziliathirika na upepo huo pamoja na mvua ambazo zimenyesha. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa umoja wetu na mshikamano wetu, jitihada za kurudisha makazi ya wenzetu zimefanyika na zinaendelea kufanyika. Kwa wale ambao walikuwa wana uwezo wa kurudisha jitihada hizo, walifanya kwa kushirikiana na ndugu jamaa na wasamaria wema, lakini kwa ambao hawana uwezo, serikali tayari imeweka utaratibu maalum ya kuwasaidia ili waweze kurudi kwenye makazi yao ya kudumu. Lakini kadhalika, hiyo ni kwa ajili ya vijiji vya Dumila, vijiji vya Magole A na vijiji vya Magole B, lakini vile vile kwa siku ya jana tumepata tena upepo katika tarafa hiyo hiyo ya Magole ambapo kaya 38 zimeathirika na upepo huo. Serikali inaendelea kufanya jitihada za kuwatunza kipindi hiki ambacho wanapitia kwenye mazingira hayo magumu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imepata dharuba hii ya majanga haya ya mvua ni tarafa ya Kidete. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ni mbaya, miundombinu ya barabara imeharibika, hasa barabara zinazosimamiwa na TANROADS. Bahati mbaya sana, hata barabara ambazo zinaunganisha baina ya kata na kata ama kata na mji mkuu wa Kilosa nazo pia zimeharibika vibaya. Kwa sasa hivi zimekuwa hazipitiki kwa 80% na kuhatarisha usalama wa wananchi. Lakini vile vile madaraja nayo pia yameondoka, jambo ambalo huduma za usafiri na usafirishaji kwa sasa zimesimama, hasa katika maeneo ya Kidete, maeneo ya Dumuma, lakini vile vile na maeneo ya Kilosa kuunganisha kwenda maeneo ya Udeling'ombe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ni tarafa ya Mikumi ambako nako huko tulipata maporomoko katika barabara kuu iendayo Kilombero. Kwa muda wa masaa kadhaa huduma za usafiri na usafirishaji zilisimama. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru jitihada za wataalamu wetu kuweza kurudisha huduma hiyo ndani ya muda mfupi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imepata msukosuko huo wa maafa ya mvua ni tarafa ya Kilosa ambako maeneo ya Mamoyo, maeneo ya Mabwerebwere, maeneo ya Magomeni, lakini pia na maeneo ya Mkwatani, nyumba kadhaa ziliingiliwa na maji kutokana na mto Mkondoa kupasua na kuacha njia, na hivyo kulazimika kupeleka maji mengi sana katika maeneo ya makazi ya wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jitihada za serikali ya wilaya na mkoa ni kuwasaidia wananchi wetu ili kubaki salama. Kazi kubwa imefanyika na wananchi tayari wameanza kurudi katika maeneo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarafa nyingine ambayo imeguswa na kofi hili la mvua hizi ambazo zimepita ni tarafa hii ya Masanze. Hapa tulipo huko tarafa ya Masanze, kata ya Tindiga, kijiji cha Tindiga. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa vijiji viwili vimepata maafa makubwa ya kuingiliwa na maji, na wananchi wake ndio ambao unawaona wako hapa, lakini hata na maeneo ya jirani wamesogea kuja kukusikiliza lakini na kupokea neno la faraja. Jumla ya kaya 140, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumezihifadhi katika maeneo haya zenye idadi ya watu 501 tumezihifadhi kwenye maeneo haya tokea siku ambayo tumepata dharuba hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukuhakikishie tu tokea dharuba hiyo imetokea, huduma zote za kibinadamu serikali imesimamia na imeratibu, na wananchi hawa tumeendelea kuhakikisha kwamba wanabaki katika mazingira salama, lakini na katika mazingira ambayo hayatoweza kuzua changamoto nyingine, kwa maana ya kwamba kuimarisha huduma za afya katika maeneo haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya wilaya, serikali ya mkoa tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba hata wale ambao wanaongezeka siku hadi siku, basi uhitaji utakapokuwepo, hatujakuwa na changamoto ya wananchi hawa kuwapeleka katika udharura tuliokuwa nao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiangalia athari kwa ujumla za mafuriko haya, kama ambavyo nimesema, miundombinu ya barabara, madaraja zimekatika, reli yetu ya MGR imechukuliwa kabisa, utakwenda kujionea, lakini pia tuna athari ndogo ndogo katika njia ama katika barabara hii ya reli yetu ya SGR. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo jingine ni eneo la mashamba kama ambavyo nimesema, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri wa Kilimo yuko hapa. Asilimia 72 ya wakazi wetu wa wilaya ya Kilosa wanategemea kilimo.
Kwa hiyo mashamba yameharibika sana, yameingiliwa na maji, mchanga ni mwingi. Serikali inajipanga kufanya tathmini ya ujumla ili kuona namna gani ambavyo tunaweza kuwasaidia, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye msimu wa kilimo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo jingine ambalo ni la athari ya miundombinu ya umeme, niwashukuru sana Shirika la Umeme Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali ilikuwa ni mbaya na ingalikuwa sio jitihada zao, hadi leo wilaya ya Kilosa tungebakia ndani ya giza kubwa na nene ambalo mwisho wake tusingejua. Niwashukuru sana TANESCO kwa kazi kubwa na nzuri ambayo wamefanya. Huduma ya umeme inapatikana, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hata maeneo machache ambayo huduma hii haikuweza kufika kwa maana kwamba nguzo zimeanguka, lakini uwezekano wa kusafirisha nguzo mpya ni mdogo, bado wamefanya kazi ya ziada ili kuhakikisha kwamba huduma hiyo inarejea kwa haraka sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna athari kubwa ya mto Mkondoa. Wakati unakwenda Kidete utajionea namna ambavyo mto ule sasa umepoteza mwelekeo, na endapo jitihada za dharura hazitachukuliwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaweza, Mwenyezi Mungu atupishie mbali, lakini tunaweza kukutwa na maafa makubwa zaidi, kwani mto ule umekosa njia na sasa unaelekea moja kwa moja kwenye makazi ya wananchi. Mwaka 2010 wakati wa mafuriko makubwa, serikali kupitia Jeshi la Wananchi wa Tanzania ilifanya kazi kubwa sana ya kuweka kingo pamoja na magema ambayo yamesaidia kwa miaka hiyo yote zaidi ya 20 kuweza kunusuru mji wa Kilosa. Lakini jitihada za Rais Samia Suluhu Hassan katika mwaka 2021-22 zimesaidia sana kuondoa mafuriko katika mji wa Kilosa. Ni wazi kwamba ujio wako leo tunaamini kabisa utakwenda kusukuma jitihada hizi za kuhakikisha kwamba watu wa bonde la mto Ruvu, watu wa TANROADS pamoja na wadau wengine wanakaa pamoja ili kuja na njia za dharura na za haraka kunusuru maafa mengine kabla mvua hizi hazijachanganya. Shukurani za dhati na za pekee kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Alifanya ziara mwaka jana, na baada ya kufanya ziara alituhakikishia kwamba juu ya ujenzi wa barabara itokayo Kilosa kwenda Mikumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo ya Mheshimiwa Rais yameanza kutekelezwa. Tayari upembuzi yakinifu umeanza kufanyika kwa ajili ya daraja la mto Mkondoa ambalo leo tunapozungumza, endapo mvua zitanyesha na zitakuwa kubwa na maji yatakuja kwa wingi, daraja lile linaweza kukata mawasiliano baina ya Kilosa na mji wa Mikumi, lakini pia baina ya Kilosa na maeneo mengine ambayo yanaunganisha wilaya yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna imani kabisa ujio wako utasaidia sana kusukuma jitihada hizi ili ziweze kwenda vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika athari hizo za maafa yanatokana na mvua kuanzia tarehe 28 mwezi wa Disemba mpaka kufikia jana tarehe 1 Januari 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jumla ya wenzetu 5 wamepoteza maisha, na hao wamepoteza maisha, wako waliosombwa na maji, wako ambao ni watoto wadogo katika harakati za kujinusuru wakaingia kwenye madimbwi. Tunaombea kwa Mwenyezi Mungu alaze mahali pema peponi, amina, na familia zimeweza kuwastiri tayari. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ambavyo nimesema, eneo hili kwa kipindi cha miaka miwili mfululizo linapigwa na kofi ya mafuriko, na tumekuwa tukiwahamisha wananchi kuwaleta kwenye maeneo ya dharura, na baada ya mvua kumalizika waturudisha kwenye maeneo yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, serikali ya wilaya kwa kushirikiana na mkoa kwa mwaka huu tumeona ni vyema kutafuta suluhisho la kudumu kuwatoa wananchi hawa katika maeneo yale ambayo yamekuwa yakileta usumbufu. Tayari tumejiridhisha katika eneo la serikali lenye ukubwa wa ekari 66 ambapo tunakisia kati ya viwanja 170 mpaka viwanja 200 vitaweza kupimwa, na wananchi hawa tutaweza kuwahamisha, kuwatoa mabondeni, na sasa tutawapeleka kwenye eneo ambalo ni salama. Dr. Samia oye! Narejea tena, wananchi hawa ambao wamepata kofi hili na adha hii, sasa tutawahamisha kutoka kule mabondeni na kuwapatia maeneo ambayo yametengwa. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekisia siku 6 kazi hiyo itakuwa imekamilika. Wataalamu wetu wa ardhi wakiongozwa na kamishna wa ardhi mkoa wa Morogoro wanafanya kazi hiyo siku na mchana ili kuhakikisha jambo hilo linakamilika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwisho naomba nitoe shukurani kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo amekuwa na faraja ya hali ya juu. Tokea tukio hili limetokea, tumepokea faraja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hivi tunapokueleza, tuna uhakika ya kuwatunza watu hawa kwa muda wa mwezi mmoja bila ya kuyumba kwa masuala ya chakula pamoja na huduma nyingine za kibinadamu. Lakini pia tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Adam Kigoma Malima
kwa maelekezo yake ya mara kwa mara na miongozo, na kuhakikisha kwamba anatusimamia vyema kutuongoza ili kusudi tusimame kwenye mstari katika kuwahudumia wenzetu. Mwisho kabisa, niwaombe niwashukuru sana kampuni ya Mkulazi kwa kuguswa na changamoto hii iliyojitokeza, ambapo tunashukuru sana, nao pia wamekuwa ni sehemu ya faraja. Lakini tunawashukuru kampuni ya Kilombero Sugar kwa kutoa tani 5,000 kwa ajili ya wahanga hawa pamoja na wengine ambao wako kwenye maeneo mengine. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maafa haya kwa kuzungumza ni makubwa, lakini itoshe, na kwa ufupi sana, nafahamu kwamba una ziara nyingine ya kukagua maeneo mengine ndani ya wilaya yetu. Itoshe tu kusema mimi mkuu wa wilaya kwa niaba ya viongozi wenzangu, hiyo ndio taarifa yetu kwa ufupi, na bahati nzuri hiyo ni kwa ufupi. Ningepata masaa kidogo naweza kufika hata saa 11 jioni, kwa sababu mambo ni mengi na yote tungetamani kwamba bosi wangu wa zamani Chongolo ananijua kwa kusema